Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Magonjwa yasiyo ya kuambukiza NCDs yawamwiba barani Afrika. Mkurugenzi wa kanda wa WHO afunguka. Madhara yote ya kisukari kama unavyojua, figo zitakufa, miguu itakatwa. Sababu kubwa ya kukatwa miguu Afrika ni kwa sababu ya kisukari. Upofu wa macho kwa sababu ya kisukari, kina baba nguvu za kiume kushuka ni kwa ajili ya sukari. Ni hayo na mengine mengi utasikia katika mada kwa kina maalum hii leo. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 25 ya mwezi Septemba mwaka 2025. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi. Leo ni siku ya masuala ya bahari duniani. Na hapa Umoja wa Mataifa, mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea. Mjadala unaendelea, lakini kuna mengi utakayosikia. Kwanza, kabla ya yote, tunakuletea muktasari wa habari ambao unaletwa kwako na Asumta Masoi. Karibu Asumta. Asante Lea. Wakati viongozi wa nchi na serikali wanahutubia wakiwa ndani ya jengo la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas, ujumbe wake kwa UNGA 80 ameutoa kwa njia ya video iliyorekodiwa kutokana na kutopata kibali cha kuingia Marekani. Katika hotuba hiyo, hata hivyo, amesisitiza kuwa ukanda wa Gaza utaendelea kuwa sehemu ya taifa la Palestina na tuko tayari kuwajibika kikamilifu kwenye uongozi na usalama wa eneo hilo. Hamas hawatakuwa na jukumu lolote kwenye utawala. Mapema kabla ya Palestina, Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alihutubia wajumbe akitaka nchi wanachama kujitolea upya kwa misingi ya usawa, mshikamano na ushirikiano wa kimataifa. Amesema hilo ni muhimu kwa kuwa wakati ambapo hapo awali tulijitahidi kujiuliza nini ni sahihi chini ya sheria ya kimataifa, leo tunashuhudia kwa wazi kuibuka kwa matumizi ya nguvu ya kitaifa itakusuluhisha migogoro. Hii ni njia ya giza na ya hatari sana inayotishia utawala wa sheria wa kimataifa tuliokubaliana kwa pamoja kama nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa. Kando ya hotuba za viongozi hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, kunafanyika maadhimisho ya miaka 30 tangu kupitishwa kwa programu ya dunia kwa ajili ya vijana. Je, vijana kutoka Malawi wana ujumbe gani? Mwakilishi wao kwenye mkutano huu, Rachel Mganga Wanangwa, anasema ujumbe kutoka vijana wa Malawi ni wekezeni kwetu, tusaidieni, shirikianeni nasi. Na wanashiriki kwenye meza za mazungumzo ili kuhakikisha kuwa sauti zao zinawakilishwa. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Asumta Masoi kutuletea muktasari wa habari, na punde ni mada kwa kina maalum. Usibanduke tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutufuatilia kupitia wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni saa ya mada kwa kina. Mwenzangu Flora Nducha amezungumza na mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni kanda ya Afrika, WHO Afrika, Dr. Mohamed Yakub Janabi, kutaka kufahamu masuala ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza barani Afrika. Ungana naye katika mada hii kwa kina maalum ili uweze kusikia zaidi. Nimebahatika kukutana na mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani kanda ya Afrika, Profesa Janabi. Karibu sana katika idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asante sana. Uko hapa kwa ajili ya mikutano ya afya kandoni mwa mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Na moja ya mikutano hiyo inaangalia magonjwa yasiyo kuambukiza au NCDs. Upi ujumbe wako katika mkutano? Asante Randucha, na nimefurahi na mimi kuwa hapa.
Ya mikutano iko mingi, tumefika hapa toka siku ya Jumapili. Na hiyo mikutano ya magonjwa yasiyo kuambukiza ni sehemu kubwa, karibu mingi kati yao nitakuwa nimehudhuria, na nimetoka kuwa na mmoja tu mchana huu unaitwa Pen Plus, na hasa unashughulikia kisukari na magonjwa ya sickle cell Selemunde. Sasa kisukari ambacho wanazungumzia hapa, kile cha aina zote mbili. Aina ya kwanza ambayo ni wanazaliwa nayo kwa sababu ya kurithi kutoka kwa wazazi au kwa ndugu, ambacho changamoto yake kubwa ni kwamba upatikanaji, kwa sababu hiki kinatibika au kinakuwa controlled na insulin. Sasa upatikanaji wa insulin ni shida kubwa. Tulikuwa na mtoto hapa ambaye nilionana naye Afrika ya Kati siku za karibuni hapa. Mama alikuwa anatembea kilomita 40 kwenda kwenye kituo cha afya ili kuweza kupata insulin, na saa zingine anaweza kufika kule na asipate hiyo insulin. Sasa tulikuwa tunajaribu kuongea na wenzetu upatikanaji wa insulin uwe mkubwa zaidi kwa ajili ya bara letu, ili rahisishe watu kutotembea mbali na hawa watoto kupata chance ya kukua. Kwa sababu kama kupata nani atapata madhara yote ya kisukari, kama unavyojua figo zitakufa, miguu itakatwa. Sababu kubwa ya kukatwa miguu Afrika ni kwa sababu ya kisukari, upofu wa macho kwa sababu ya kisukari, kina baba nguvu za kiume kushuka ni kwa ajili ya sukari. Kwa ujumla na upande wa pili walikuwa wanatazama kwa ajili ya magonjwa ya moyo, upatikanaji, uwezekanaji wa kuyagundua mapema na kuyakinga, na hata yale yanayoshindikana. Na hapa ndo tushukuru kweli nchi yetu, kwa sababu katika nchi zilizotajwa leo za Afrika pale kwenye kile kikao chetu, ambazo huduma za upasuaji wa moyo zinapatikana nchini, na sisi tulikuwa moja katika nchi za juu kabisa zilizotajwa. Unajua huduma hizi tulianzisha mwaka 2014 kuendelea. Kwa hiyo kiujumla magonjwa yasiyo kuambukiza yanachukua nafasi kubwa sana katika mkutano wetu huu, na hizi changamoto zote kubwa za fedha ambazo zinatokea sasa hivi duniani kwa sababu ya wafadhili kurudi nyuma kidogo kwenye michango yao, ni kwamba sisi kama bara lazima tuchukue jukumu, kwa sababu jukumu la afya ni la kwetu na changamoto ni za kwetu, kwa ni lazima tutafute majawabu sisi wenyewe. Kwa miaka mingi magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza kwa bara la Afrika yalikuwa sio changamoto kubwa, lakini miaka ya hivi karibuni inaonekana kwamba yanaongezeka. Unafikiri chanzo kikuu ni nini hasa? Kuna vitu viwili hapa tuviseme. Labda kwamba yalikuwepo, lakini uwezo wetu wa kugundua haukuwa mkubwa kiasi hicho. Sasa hivi wataalamu ni wengi zaidi, uwekezaji ni mkubwa. Mimi na nchi 47 ambazo naziangalia, na ukizunguka uwekezaji wetu umekuwa mkubwa sana, pamoja na nchi yangu binafsi ya Tanzania uwekezaji mkubwa. Lakini jambo kubwa lingine lililotokea hapo katikati ni mtindo wetu wa maisha umegeuka sana, kwa kula vyakula visivyokuwa sahihi sana, kutofanya mazoezi, vyakula vya sukari. Kama sasa hivi tunajaribu sisi kama shirika la afya kushawishi serikali kuweka kodi. Najua kodi zilikuwa zinawekwa kwenye vilevi na tumbaku, sigara manake, lakini sasa hivi tunajaribu kushauri sana serikali ziweke kodi kwenye vyakula vya sukari. Vyote hizo keki, chocolate, weke kodi, tunaita sin taxation. Zitaweza kusaidia kwa sababu zenyewe zina vitu viwili. Kwanza zinaongezea matatizo ya magonjwa, kwa hiyo kuwekea kodi kwenye hiyo itasaidia hata serikali zenyewe kupata hizo hela, kama hivyo tunapoona kila nchi inajaribu kufanya jitihada ya kupata bima ya afya kwa wote. Na pia wanaangalia masuala ya moyo na afya ya akili. Na katika hili nalo kwa upande wa Afrika unafikiri nini kifanyike?
La afya akili tumelizungumzia sana, na nafikiri kesho tena kuna kikao kingine, kwa sababu kuna vitu viwili hapa kama bara letu linatakiwa kujua. Tuna asilimia kubwa sana ya vijana ambao wako chini ya umri wa miaka 20, na nafikiri inatabiriwa huko mbele sisi ndio tutakuwa karibu na watoto wengi kuliko, nazungumzia watu wenye umri mdogo chini ya miaka 20 kuliko sehemu nyingine yote duniani. Sasa tunaweza tukaichukulia hii kama faida, nguvu kazi, lakini vile vile na changamoto zake, kwa sababu hilo ndo rika tunapata ujauzito wa mapema, teenager pregnancies. Ni kundi ambalo kama tukuliangalia vizuri ndo linaweza likaingia kwenye madawa ya kulevya, ni kundi linaweza kuingia kwenye ulevi, linaweza kuingia kwenye kuacha kwenda shule, school dropouts. Kwa hiyo tunatakiwa kulitizama kwa makini sana, kwamba tulitumie kama nguvu kazi ya kesho, na ndo hapo afya haiwezi kufanya kazi peke yake. Inatakiwa kuwa na wizara ya elimu ihusike, ili kuwezesha hawa vijana ambao ndo tunategemea kuwa rasilimali kubwa zaidi kuliko kitu kingine chochote kwenye nchi zetu za Afrika. Tuitumiaje vizuri, tuiwekezeaje vizuri kwenye elimu, tuhakikishaje kwamba tumewekeza kwenye afya, kwa sababu afya sio matumizi, afya ni uwekezaji. It's not a cost. Ni kitu ambacho kitakuja kukuzalishia kila kitu, na tunajaribu kuongea na viongozi wa Afrika vile vile kuangalia ukiwekeza kwenye afya. Sisi tunajaribu, hatupigi hesabu mara ngapi mtu hakwenda kazini kwa sababu ya afya kwa sio nzuri. Anakwenda kazini lakini hayuko productive, tunasema kwa sababu afya iko nzuri. Kwa ni kitu tunakizungumzia sana, na nafikiri mkazo mkubwa, na viongozi tunashukuru umetoka hapo kwenye mkutano wa Ghana sasa hivi na Rais Mahama, uwekezaji wa fedha za ndani, domestic financing kwenye afya. Kwa hiyo wana mchango mkubwa wanaoanzisha hapo, na Ghana ni moja mfano mzuri, kwa sababu 60% ya wananchi wake sasa hivi wana bima ya afya. Kwa ni kitu ambacho nataka kujaribu pamoja na wenzangu tukichukue, wafundishe nchi zingine za Afrika ya South to South cooperation wamewezaje kufikia hapo. Zile nchi ambazo bado ziko chini kwenye bima ya afya zinaweza kujifundisha kwa Ghana. Ghana unaweza kujifundisha kwa Zambia. Kwa nini vifo vya kina mama ni 85 kwa vizazi 100,000? Tuna nchi ya Afrika ziko kwenye 900. Kwa hiyo tunachojaribu kama shirika la afya, sisi ndo tunaongoza afya kwenye nchi, tutaziletaje hizi nchi pamoja? Na kitu cha kwanza ni kujua kila nchi ina uwezo wa kufanya kitu gani. Maana kama Tanzania ina uwezo wa upasuaji wa moyo, upandikizaji wa figo, kwa nini hizo taarifa zisiwe kwenye nchi nyingine, wagonjwa badala ya kupelekwa nje ya bara letu wakapelekwa Tanzania? Rwanda ina uwezo wa iko kwenye mchakato mzuri sana wa chanjo. Kwa nini hiyo kitu isitangazwe kwa nchi nyingine? Wakitaka kununua chanjo hapo Rwanda itakapokuwa tayari kununua kutoka Rwanda. Kwa hiyo hizi taarifa kwangu mimi na kwa shirika letu ni muhimu sana. Ni lazima tufike hatua ya bara letu kuweza kujitegemea wenyewe. Hatusemi kwamba hiyo izuie kuongea na wawekezaji, hapana, lakini ile independence kwenye our health system ni muhimu sana sasa hivi sisi tuwe nayo katika mikono yetu. Asante sana na kushukuru. Asante sana. Asante. Shukran sana Flora Nducha kwa mahojiano hayo. Basi na mahojiano hayo ya Flora Nducha ndio yanatamatisha jarida letu hii leo. Tukutane tena Jumanne wiki ijayo kwa jarida lingine la video. Lakini kumbuka, jarida la redio ni kila siku. Hivyo kesho Ijumaa utaweza kusikiliza. Lakini vile vile usisahau kupakua app ya Habari za UN, inapatikana kwenye Play Store na App Store. Tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa X, jina ni Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kutuandalia jarida hili maalum, mimi ni Lea Mushi ninasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.